Welcome. Karibu sana. Aleki tena. Na natumai uko poa. Mimi niko best. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Amenilinda, amenitunza na ameniweka salama. Na leo kama kawaida ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Mtu mkarimu atapata ufanisi. Neno linasema hivi: yeyote anayemwekea dhamana ya mkopo mtu asiyemjua hakika ataumia, lakini yeyote anayeepuka kumpa mkono ili kumdhamini atakuwa salama. Mwanamke mwenye fadhili hupata utukufu, lakini watu wasio na huruma hujitwalia utajiri. Mtu mwenye fadhili hujinufaisha, lakini mtu mkatili hujiletea shida. Mtu mwovu hupata mshahara wa udanganyifu, lakini mtu anayependa uadilifu hupata thawabu ya kweli. Anayetetea uadilifu kwa udhabiti atapata uzima, lakini anayefuatia uovu anaelekea kwenye kifo. Waliopotoka moyoni wanamchukiza Yehova, lakini wale ambao njia yao haina lawama humfurahisha. Uwe na hakika kuhusu hili: mtu mwovu hatakosa kuadhibiwa, lakini watoto wa mwadilifu wataponyoka. Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, ndivyo alivyo mwanamke mrembo anayekataa busara. Tamaa ya waadilifu huongoza kwenye mema, lakini tumaini la waovu huongoza kwenye ghadhabu. Mtu mmoja hutoa kwa ukarimu na kupata vitu vingi zaidi. Mtu mwingine huwanyima wengine wanaostahili, lakini anakuwa maskini. Mtu mkarimu atapata ufanisi, na yule anayewaburudisha wengine, yeye mwenyewe ataburudishwa. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha Proverbs ambacho ni kitabu cha Methali kiliandikwa na Sulemani, Aguri na Lemueli wakiwa Yerusalemu. Proverbs chapter 11 verse 15 to 25. Na pia vile ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Nuru kuu kwa ajili ya nchi ya Galilaya, mkuu wa amani azaliwa. Neno linasema hivi: hata hivyo utusitusi huo hautakuwa kama nchi ilipokuwa na taabu, kama nyakati za zamani, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali zilipodharauliwa. Lakini baadaye yeye ataifanya iheshimiwe, njia iliyo kando ya bahari, katika eneo la Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu waliokuwa wakitembea gizani wameona nuru kuu, na wale wanaokaa katika nchi ya kivuli kizito, nuru imewaangazia. Umelifanya taifa hilo liwe na watu wengi, umefanya shangwe yake iwe kubwa. Wanashangilia mbele zako kama watu wanavyoshangilia wakati wa mavuno, kama wale wanaogawana nyara kwa shangwe. Kwa maana umeivunjavunja nira ya mzigo wao, fimbo iliyo kwenye mabega yao, gongo la msimamizi wa kazi
Kama katika siku ya Midiani, kila kiatu cha askari kinachotikisa dunia kinapopiga mwendo, na kila vazi lililoloweshwa katika damu litakuwa kuni kwa ajili ya moto. Kwa maana mtoto amezaliwa kwetu, tumepewa mwana, na utawala utakaa juu ya bega lake. Jina lake litakuwa Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mkuu wa Amani. Kwa wingi wa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Kwenye kiti cha ufalme cha Daudi na juu ya ufalme wake, ili kuimarisha kabisa na kuutengeneza kupitia haki na uadilifu, kuanzia sasa mpaka milele. Bidii ya Yehova wa majeshi itafanya hayo. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha nabii Isaya ni kitabu alichokiandika yeye mwenyewe akiwa Yerusalemu. Isaiah chapter 9 verse 1 to 7. Uncompromised and undiluted word of God. And thank you guys for the amazing support that you've given me. May God bless you. Na kumbuka kwamba hii video imeletwa kwako kwa hisani ya Samsung A16, na ni simu poa sana ambayo iko na kamera fiti, na pia iko na internal storage ya 128 GB, na pia vile vile hii simu ukiingia online inakupeleka poa, na unahitaji ukiwa tu na email peke yake una recover kila kitu yako. Kama ni social media handles zinarudi, kama ni personal details zinarudi, na kila kitu yako inarudi na inakuwa poa sana. Jishikie Samsung A16 na utanishukuru manze. Thank you so much. God bless you and big up a lot. Alo zetu.